Yes, habari. Karibu nifunze tech. Leo tunaendelea na somo letu la 7 la PowerPoint. Kwenye video hii tutakwenda kuendelea kuifanyia editing presentation yetu kama jinsi inavyoonekana hapa. Kwenye video hii tutakwenda kuangalia menu ya designing hii hapa ambayo naizungumzia hapa. Menu hii ya designing ni menu ambayo tunaitumia kwenda kubadilisha muonekano wa presentation yetu kwa wakati mmoja. Ukiingia kwenye sehemu ya designing kuna hili group ambayo inaitwa ni group la themes. Ukiingia hapa ukibonyeza kwenye huu mshale utaweza kuona kuna design za aina mbalimbali. Kwa hapa utaangalia unataka kutumia designing hipi katika kazi yako yote. Kwa hiyo unaweza ukaangalia ambayo itakuwa na muonekano mzuri. Kama hii ndo umeipenda basi utaichagua kama hivi. Ukishachagua maana yake hii hapa itabadilisha muonekano wote. Simuona sasa hivi inavyoonekana. Kwa sasa hivi presentation yako itakuwa na muonekano kama huu inavyoonekana. Of course ni muonekano ambao ni mzuri. Ndio kazi ya designing, inabadilisha designing au inabadilisha muonekano mzima wa kazi yako ya presentation. Hii inafanya kazi yako iweze kuwa na muonekano mzuri unapokuwa unazungumza mbele za watu au unapokuwa unafanya presentation mbele za watu. Kama jinsi inavyoonekana hapa, hii ndio kazi yetu. Sasa kuna vitu vingine pia unatakiwa uweze kuvibadilisha kama hichi hapa kinachoonekana hapa. Hii pia unaweza uka highlight, uka select, ukaingia kwenye sehemu ya hapa kwenye text shadow ukasema no color ili kidogo iweze kuwa na muonekano mzuri ambao ni wa kuvutia. Pia utaangalia pia kuna vitu vingine pia unatakiwa uweze kuvirekebisha kama hivi. Unaweza kaamua na yenyewe pia hii kidogo uipunguzie kama ni size ili kidogo maandishi yaweze kukaa vizuri. Kwa hiyo utakuwa unapitia unaangalia sehemu za kubadilisha. Utabadilisha labda hapa niweke rangi nyeusi ili kidogo iweze kuendana na hii background ambayo tumeiweka hapa au design ambayo tumeiweka hapa. Alafu pia ukawa unapitia kila sehemu. Unaona kama hii pia imezidi. Kwa hiyo utaselect, utaipunguzia na yenyewe kidogo ukubwa ya kama hivi. Unaweza na yenyewe pia ukaona unapunguza ukubwa kama hivi. Kwa hiyo kilichobakia hapa ni kuiweka tu ikae sawa, lakini vitu vingi viko sawa sasa hivi. Sasa hivi inakuwa na muonekano mzuri kama huu unavyoona, muonekano wa kuvutia zaidi. Unaweza ukaona jinsi ambavyo itakuwa. Kwa hiyo hii ndio kazi yetu yote. Hii ni presentation. Kwa lengo la video hii fupi nilikuwa nataka tu niweze kuonyesha matumizi ya designing, kwamba unaweza pia ukabadilisha muonekano wa kazi yako yote kwa kuingia kwenye sehemu ya design na kuangalia design ambayo wewe itakuvutia katika kuiweka katika presentation yako. Kwa naamini kufikia paka hapa mtu atakuwa na uwezo wa kuandaa presentation yake kwa kutumia hii program yetu ya PowerPoint kuanzia hatua ya kwanza paka hatua ya pili kama jinsi inavyoonekana hapa. Ingawaje bado hii course bado itakuwa inaendelea, lakini kwa basic angalau basi mtu uwe na uwezo wa kutengeneza kitu kama hichi ambacho kinaonekana hapa. Kwa ukishaiona imekaa sawa, sasa hivi hatua ambayo itafuatia ni hatua ya kwenda kuisave hii kazi yako. Kwa lazima pia kazi yako ukishaiandaa vizuri lazima uweze kuisave. Kwenye kusave utaingia kwenye sehemu ya file hapa. Unaweza ukasema labda save au savers. Kama hujawahi kuisave unaweza ukasema savers labda. Ningesema labda savers. Utaingia kwenye sehemu ya kubrowse hapa, utabrowse, utaangalia una save wapi. Labda mimi nataka ni save kwenye desktop hapa. Hapa utaipa jina hiyo kazi yako. Labda niite labda report au niite labda mafunzo ya Word. Labda hii ndio mada yangu. Inaitwa ni mafunzo ya Word. Baada ya hapo utabonyeza save hapa. Utasema save. Enda kuangalia kule kwenye desktop, je, kazi yangu ipo au haipo. Kwa hapa utabonyeza kwenye hii alama ya X kwa ajili ya kufunga. Sasa hivi kwenye desktop hapa utaiona kazi yako hii hapa, mafunzo ya Word. Kwa sasa hivi hii ambayo inaonekana hapa, hii ni presentations. Hii ni PowerPoint presentation. Hii maana yake utakuwa na uwezo wa kwenda mbele za watu na kuanza kuizungumza.
unakwenda kupresent au unakwenda kuiwasilisha. Kwa maana yake kama kutakuwa na projector, utafika pale utaconnect kompyuta yako. Baada ya hapo, hili file lako ambalo tumelitengeneza hapa utalifungua mara mbili. Fungua mara mbili, maana yake sasa hivi litakuwa linafunguka kama hivi, jinsi ambavyo wewe unaona. Sasa ukihitaji sasa uanze kuzungumza. Sasa, yani uanze kufanya presentations. Kwa haraka huwa tunaingia kwenye menu au kwenye tabu ya slideshow. Ukiingia kwenye sehemu ya slideshow hapa, utasema sasa naanza kufanya presentation, naanza kuiwasilisha au naanza kuzungumza mbele za watu. Kwa hiyo utabonyeza hapa kwenye hii option ambayo inasema ni from the beginning, kwamba naanza kuzungumza kuanzia mwanzo, from the beginning, kuanzia mwanzo wa karatasi yangu, kuanzia mwanzo wa mada yangu. Kwa hapo utasema ni from the beginning. Utabonyeza hii hapa option. Ukibonyeza hii hapa options itafunguka hivi. Kwa basi utaanza kuzungumza. Labda mfano unaweza kusema labda, karibu kwenye presentation yangu. Huu ni muonekano wa Microsoft Word. Tutakwenda kuangalia tabs, tutaangalia pia ribbons, tutaangalia pia maeneo muhimu ya kazi. Baada ya hapo sasa utakuja hapa chini kuna hizi button, utakuwa unasogeza mbele ili kupata karatasi nyingine ambayo inafuatia. Kwa hapa utakuwa unabonyeza, umeona? Kwa hapa utakuwa unaendelea kufanya presentations, utaendelea kuzungumza mpaka mwisho. Utakuwa unaendelea kuzungumza, tutazungumza mpaka mwisho. Hiyo ndo namna ya kuandaa presentations katika programu yetu hii ya PowerPoint. Hapo kwenye keyboard yako utabonyeza escape, hapa kwenye button ya escape utabonyeza ili irudi kwenye programu yako. Sasa kufikia paka hapa, huo ndio mwisho wa video hii fupi ambao tulikuwa tunaangalia matumizi ya menu ya designing kwa ajili ya kubadilisha muonekano wa kazi yetu yote. Kama video hii umeipenda, usahau kulike, pia usahau kushare, lakini pia usahau kusubscribe kwa channel yetu ya Nifunze Tech ili tuendelee kujifunza kwa pamoja matumizi ya PowerPoint kwa vitendo na Nifunze Tech. Asante.